ya vita rushwa ambayo ni misingi muhimu ya utawala bora. Serikali zote mbili nchini Tanzania zimekubaliana kuadhimisha siku ya maadili na haki za binadamu kitaifa kila ifikapo tarehe 10 Disemba ya kila mwaka. Maamuzi haya yamefikiwa kwa lengo la kuungana na mataifa mengine duniani katika kuheshimu na kulinda haki za binadamu pamoja na kupiga vita rushwa. Haki za binadamu zinatokana na tamko la kimataifa lililoidhinishwa na kupitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa tarehe 10 Disemba mwaka wa 1948. Madhumuni ya tamko hilo ni kukuza na kuimarisha misingi ya haki za binadamu duniani. Aidha, mapambano dhidi ya rushwa yanatokana na azimio la Umoja wa Mataifa la kupambana na rushwa duniani lililosainiwa tarehe 9 Disemba 2003 lenye lengo la kupiga vita rushwa kimataifa, kikanda na kitaifa. Ndugu wananchi, Tanzania tumepiga hatua kubwa katika utekelezaji wa malengo ya Umoja wa Mataifa kuhusiana na haki za binadamu na kupiga vita rushwa. Nchi yetu imeridhia na inaendelea kutekeleza mikataba mbalimbali ya kimataifa na kikanda inayohusiana na haki za binadamu na mapambano dhidi ya rushwa. Tanzania pia ni miongoni mwa nchi zilizoamua kuweka masuala ya haki za binadamu katika katiba zake zote mbili. Haki hizi zimeelezwa katika sura ya 3 ya Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 na sehemu ya 3 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Aidha, tumeendelea kupiga hatua katika kuyafikia malengo ya mkataba wa haki za binadamu na ule wa mapambano dhidi ya rushwa. Miongoni mwa hatua ambazo zimechukuliwa ni kutunga na kupitisha sera ya utawala bora ya mwaka 2011, sheria ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ya mwaka nambari 13 ya mwaka 2003, sheria ya kuzuia rushwa na hujumu uchumi Zanzibar namba 5 ya mwaka 2023, sheria ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali namba 7 ya mwaka 2023 na sheria ya maadili ya viongozi wa umma namba 4 ya mwaka 2015. Lengo la kuwa na sera na sheria hizi ni pamoja na kuendeleza jitihada za kuimarisha utawala bora na misingi yake. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, maadhimisho haya ya siku ya maadili ya haki za binadamu nchini mwaka huu yanaenda sambamba na kauli mbiu inayosema matumizi sahihi ya mifumo ya kidijitali kuimarisha utawala bora, uwajibikaji, uadilifu, haki za binadamu na kudhibiti rushwa. Kauli mbiu hii imelenga na kusisitiza umuhimu wa uwajibikaji, uadilifu, haki za binadamu na kuzuia rushwa kwa kutumia kwa usahihi mifumo ya kidijitali kwa ajili ya utoaji wa huduma kwa ufanisi na tija. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, utawala bora umejengwa katika misingi ya uwajibikaji, wazi, uadilifu, haki, usawa, ufanisi na kupiga vita rushwa. Hivyo basi, kila taasisi na mwananchi kwa nafasi yake anapaswa kuhakikisha anatekeleza misingi ya utawala bora. Kwa pamoja, tukiimarisha misingi ya utawala bora nchini, serikali itafikia malengo yake ya kuwapatia maendeleo na ustawi wa wananchi wake pamoja na kuimarisha umoja, amani na mshikamano hapa nchini. Katika kuimarisha misingi ya utawala bora nchini, serikali imejipanga kuanzisha mfumo wa upimaji utendaji kazi kwa viongozi, yaani performance management system, kwa lengo la kuongeza kasi ya uwajibikaji kwa viongozi na watumishi wa umma. Mfumo huu umewekwa ili kuleta tija na ufanisi kwa serikali katika kutekeleza majukumu ya taasisi husika. Serikali itaweka mkataba wa utendaji, yaani performance contract, ambao utatumika kupima uwajibikaji kwa viongozi wa umma. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, maadili na utawala bora ni masuala mtambuka yanayogusa maeneo yote ya maisha ya kila siku ya kiuchumi, kisiasa, kijamii na kiutamaduni. Hivyo, uimarishaji na utekelezaji wa maadili na utawala bora unahitaji nguvu za pamoja, ukijumuisha wananchi, vyombo vya habari, asasi za kiraia, sekta ya umma na sekta binafsi. Kwa mnasaba huo, kwa pamoja tuna wajibu wa kukuza suala la maadili na utawala bora katika nchi yetu.
Katika kusimamia swala la maadili ya viongozi wa umma hapa Zanzibar, serikali imetunga na kupitisha sheria ya maadili ya viongozi wa umma namba 4 ya mwaka 2025 ili kuweka utaratibu wa kusimamia maadili ya viongozi wa umma kupitia tume ya maadili. Miongoni mwa jukumu la msingi la tume ya maadili ni kupokea, kusajili na kuhifadhi tamko la rasilimali na madeni ya viongozi wa umma. Mwaka 2024-2025 tume imepokea na kusajili jumla ya fomu za tamko la rasilimali na madeni ya viongozi wa umma 2911, sawa na 116% ya makadirio, ukilinganisha na fomu 2723 zilizopokelewa mwaka uliopita wa 2023-2024. Takwimu zinaonyesha kwamba kuna ongezeko la idadi ya fomu zinazowasilishwa. Aidha, idadi ya viongozi waliochelewa kuwasilisha fomu za tamko la rasilimali na madeni imekuwa ikipungua. Hii inathibitisha kuwa ufahamu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma unaongezeka kutokana na utekelezaji wa jukumu la utoaji wa elimu. Pia inatokana na hatua mbalimbali za kisheria zinazoendelea kuchukuliwa dhidi ya viongozi wanaochelewa kurejesha fomu zao, kwani kuchelewa kurejesha fomu ya tamko kwa wakati ni kosa la maadili kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma. Ndugu wananchi, ndugu viongozi, mabibi na mabwana, naipongeza tume ya maadili katika kutekeleza majukumu ya kushughulikia malalamiko yanayohusiana na uvunjaji wa maadili ya viongozi kutoka kwa wananchi. Katika kipindi cha mwaka 2024-2025, tume ya maadili ilipokea na kuyafanyia kazi jumla ya malalamiko 28 ya ukiukwaji wa maadili ya viongozi. Hii inaashiria kwamba elimu inayoendelea kutolewa na tume inawafikia wananchi zaidi, na pia wananchi wamejenga imani kwa serikali kuwapatia ufumbuzi wa malalamiko yao. Napenda kutumia fursa hii kuwakumbusha viongozi wote kuzingatia maadili na watambue kuwa vyeo tulivyo navyo ni dhamana. Lazima tuvitumikie kwa ajili ya maslahi ya wananchi kwa kutekeleza majukumu yetu kwa misingi ya sheria, kanuni, taratibu na miongozo iliyowekwa. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, katika kutekeleza jukumu la kutoa elimu kwa umma, vyombo vya habari vimeendelea kuwa na mchango mkubwa katika kufikisha ujumbe na taarifa mbalimbali kwa umma. Nimefurahi kuona kwamba taasisi zinazosimamia sekta ya utawala bora kwa pamoja zimeendelea kuvitumia vyombo vya habari vya serikali, vya binafsi, redio jamii na utawala bora online TV katika kuelimisha viongozi na wananchi kwa ujumla kuhusu umuhimu wa kuzingatia na kusimamia misingi ya utawala bora nchini. Nitoe rai kwa viongozi wa taasisi zote za serikali kutumia vyombo vya habari ili kuwapa fursa wananchi kufahamu masuala mbalimbali yanayohusiana na maendeleo ya nchi yao. Ndugu wananchi, serikali ya awamu ya 8 imekuwa ikiendeleza jitihada za kukabiliana na vitendo vya kuzuia rushwa na uhujumu wa uchumi kwa njia mbalimbali. Kwa mwaka 2025 unaomalizika, serikali kupitia mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi ilichukua hatua za kuchunguza vitendo vya rushwa na uhujumu uchumi, ambapo jumla ya taarifa 524 zimepokelewa na kufanywa kazi. Makosa vitendo vya rushwa yaliyothibitika, wahusika wamechukuliwa hatua za kisheria na kesi nyingine zinaendelea katika hatua mbalimbali. Kwa lengo la kudhibiti vitendo vya rushwa na uhujumu uchumi, serikali kupitia ZAECA imefanikiwa kudhibiti na kuokoa jumla ya shilingi bilioni 6.4 na dola za Kimarekani 94,370 kwa kipindi cha mwezi Januari 2025 hadi Oktoba 2025, ambapo shilingi bilioni 5.2 na dola za Kimarekani 89,371 zilirejeshwa serikalini na shilingi bilioni 1.1 na dola za Kimarekani 4,999 zilirejeshwa kwa wananchi waliohusika. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi Zanzibar katika kipindi cha mwezi Januari hadi Oktoba 2025 imefanikiwa kufuatilia jumla ya miradi ya maendeleo 64 yenye thamani ya shilingi trilioni 1.2 na dola za Kimarekani milioni 703.3
Jukumu hili la ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo ni njia muhimu katika kudhibiti mianya ya rushwa na uhujumu uchumi, pamoja na kuzishauri taasisi za serikali kuhusiana na vitendo vya rushwa. Napenda kuipongeza Mamlaka kuzuia rushwa na uhujumu uchumi Zanzibar kwa kujenga imani kwa wananchi na kwa serikali. Ahadi yangu ni kuwa serikali itaendelea kuchukua hatua za kinidhamu, kiutawala na kisheria kwa watumishi watakaojihusisha na vitendo vya rushwa na ukiukwaji wa maadili kwa ujumla. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, serikali kupitia Afisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali ina jukumu la kuhakikisha kuwa rasilimali za umma zinatumika vyema kwa maslahi ya wananchi wote wa Zanzibar. Katika kipindi hiki, afisi ya CAG imeendelea kupata mafanikio makubwa katika kutoa taarifa, huku ikihakikisha kwamba taasisi zote za serikali zinafanya kazi kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa. Naipongeza Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Serikali wa Hesabu za Serikali kwa kupiga hatua kubwa katika kulinda maslahi ya wananchi kwa kubaini matumizi yasiyo sahihi ya rasilimali za umma, kuanzisha mapendekezo ya kuimarisha udhibiti na kutoa ripoti ambazo zimekuwa chimbuko la maamuzi sahihi ya matumizi ya fedha za miradi ya maendeleo. Hatua za utendaji mzuri wa ofisi ya CAG umeongeza uwazi, kuimarisha uwajibikaji, kuongezeka kwa idadi ya hati safi za ukaguzi na kufanikisha matumizi bora ya bajeti ya serikali katika miradi ya maendeleo. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ni idara huru ya serikali iliyoundwa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77, ibara ya 129 hadi 131, Sheria ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora sura ya 391, na Baraza la Wawakilishi liliridhia tume kufanya kazi Zanzibar kwa kutunga sheria namba 13 ya mwaka 2003 kwa lengo la kukuza, kulinda na kutetea haki za binadamu na misingi ya utawala bora. Pamoja na katiba na sheria, tume inatekeleza shughuli zake kwa kuzingatia misingi ya haki za binadamu na utawala bora kama ilivyoainishwa katika mikataba na maazimio mbalimbali ya kikanda na kimataifa. Misingi hiyo inatokana na tamko la kimataifa la haki za binadamu. Napenda kuipongeza tume hii ambapo katika kipindi cha Januari hadi Novemba 2025 imeendelea kutekeleza majukumu yake ya kulinda na kutetea haki za binadamu kwa kushughulikia jumla ya malalamiko 33. Kati ya hayo 26 yanahusu haki za binadamu na 7 yanahusu ukiukwaji wa misingi ya utawala bora. Kati ya hayo malalamiko 8 uchunguzi wake umekamilika na mengine walalamikaji wamepewa ushauri wa kisheria na kuelekezwa kuwasilisha malalamiko yao katika mamlaka mbalimbali zinazohusika na malalamiko hayo. Katika kipindi hiki tume ilifanya kazi nzuri ya kutoa elimu kwa waandishi wa habari na baadhi ya askari wa jeshi la polisi kuhusu wajibu wao kuelekea uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 2025. Vile vile elimu ya wajibu wa wananchi kuelekea uchaguzi mkuu ilitolewa kupitia vyombo vya habari pamoja na kutembelea ofisi mbalimbali za vyama vya siasa, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa upande wa Zanzibar INEC na ofisi za waratibu wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar. Aidha, naipongeza tume kwa kuendeleza ushirikiano na taasisi mbalimbali za serikali, taasisi binafsi na asasi za kiraia kwa lengo la kulinda na kutetea haki za binadamu na misingi ya utawala bora. Ndugu wananchi, ndugu viongozi, mabibi na mabwana, kwa kuhitimisha hotuba yangu, napenda niwakumbushe viongozi kwamba leo ni tarehe 15 Disemba 2025. Hivyo, kupitia hadhara hii ya maadhimisho ya siku ya maadili na haki za binadamu, napenda kuwakumbusha kwa kila kiongozi na mtumishi wa umma aliyetakiwa kujaza fomu ya tamko la rasilimali na madeni kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma ahakikishe kuwa anakamilisha kujaza fomu kwa usahihi na kuiwasilisha Tume ya Maadili si zaidi ya tarehe 31 Disemba 2025. Mmemsikia hapa mwenyekiti akisema kwamba mpaka leo
kwamba tumebakisha wiki 2, lakini ambao wameshawasilisha ni 19% tu. Maana yake ipo tabia ya kusubiri dakika za mwisho, lakini tuwakumbushe tu kwamba wale wanaoshindwa kukamilisha kwa wakati, basi haitokuwa tena maonyo, maana wamezoea watu wanaonywa alafu basi. Sasa hivi tutachukua hatua kali zaidi. Ili napenda niliseme ili sote tuone umuhimu wa kufanya jukumu hili la kisheria. Napenda kumalizia kwa kushukuru tena uongozi wa Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii na kwa kunialika kwa mgeni rasmi. Shukrani na pongezi ziende kwa kamati ya maandalizi ya shughuli hii kwa kufanikisha maadhimisho haya. Na washukuru pia watendaji wote wa taasisi za serikali, taasisi binafsi, washirika wa maendeleo na washiriki wote kwa kujitokeza kwa wingi kuadhimisha siku hii ya leo. Shukrani maalum nazitoa kwa shehe wetu aliyetusomea dua, wasoma nashid, msoma utenzi na kikundi cha Ocean Art kwa burudani yenye ujumbe wa siku hii maalum. Aidha, namshukuru vyombo vya habari kwa kuwa nasi na kuwafikishia wananchi taarifa kuhusiana na hafla hii. Tumuombe Mwenyezi Mungu azidishie neema na baraka nchi yetu ili tuzidi kupiga hatua za maendeleo. Na kutakieni nyote kila la kheri. Asanteni sana kwa kunisikiliza.